Jumla tutakayokuwa tunaiangalia ni kanuni za afya zinavyothibitishwa na sayansi. Ukitaka uiweke vizuri, unaweza ukasema Biblia na sayansi vinapokutana ni tumaini kwa afya yako. Siku ya jana tulipata somo zuri sana ambalo lilikuwa linatuonesha mwanadamu ametoka wapi. Tuliona kuna jedwali moja kubwa kwamba kemikali zote na chembechembe zote zinazounda vitu vyote vilivyopo duniani akiwemo na mtu mwenyewe zinapatikana katika jedwali hilo. Ziko 118 na zimegawanyika katika makundi 7 tu. Na kati ya hizi 118 mwili wa mwanadamu umeundwa na kemikali takriban 25. 11 ni za msingi sana na 14 zilizosalia zinapatikana kwa kiwango kidogo. Muundo wa chembechembe huo tuliuona namna ambavyo ni wa pekee, kwamba katikati una nucleus lakini pembeni una mizunguko ambayo ndiyo inayobainisha maumbo na inabainisha rangi na tabia za vitu vyote tunavyovifahamu duniani, madini, chumvi, kila kitu unachokijua duniani. Jana nikapigiwa simu na mzee mmoja akaniambia, bwana, kweli umetufumbua macho jana. Kumbe ndo maana tukienda hospitali tunapimwa sodium, tunapimwa potassium, na kweli bwana, hizi zote zinapatikana ardhini. Kwa hiyo ushahidi pekee unaothibitisha mwanadamu alitoka wapi, unaojitosheleza, ni kwamba mwanadamu alitoka kwenye udongo. Hakuna nadharia nyingine unayoweza kuithibitisha kikamilifu kupitia sayansi isipokuwa mwanadamu ametoka kwenye nini jamani? Ametoka kwenye udongo. Sasa uwepo